Kumekuwa na taarifa iliyofichuliwa ya kwamba Israeli ilituma kifaa hiki ambacho unakitazama cha laser. Hiki ni kifaa ambacho cha mfumo wa laser wa Iron Beam kilipelekwa kutoka Israeli kwenda Falme za Kiarabu kwa ajili ya kusaidia kudungua ndege ama kuzuia makombora ya Irani ambayo yalikuwa yanapigwa katika Mashariki ya Kati kwenye kambi za Marekani na maeneo mengine ambako yalivamiwa. Na picha hii imechukua nafasi kubwa sana siku ya jana, imetrendi sana kwa sababu ndio siku ambayo imetolewa taarifa hiyo. Taarifa imetoka tena inaeleza kwamba mfumo wa laser wa Iron Beam ulitumika kwa uchache katika vita vya Irani kutokana na upungufu wa betri 14 zinazohitajika. Kurusha makombora ya Arrow kunaweza kugharimu mamilioni ya shekeli, Iron Dome makumi ya maelfu, lakini kurusha Iron Beam ni rahisi kama kuwasha taa. Jeshi la anga la Israeli limesema siku ya Ijumaa kuwa mfumo wa ulinzi wa laser wa Iron Beam ulitumika kwa kiasi kidogo katika vita vya mwaka 2026 dhidi ya Irani kwa sababu jeshi lilihitaji angalau betri vituo vya kurushia 14 ili kuleta athari kubwa za kizuizi. Hapo awali mnamo Machi 12, jeshi la ulinzi la Israeli IDF lilikiri kuwa halikuwa likitumia Iron Beam kwa matumizi ya kawaida wakati wa vita vinavyoendelea na Irani. Kukiri huku kumekuja licha ya kuwepo ukweli ya kwamba matokeo mbalimbali ya Iron Beam yalitumika kutungua takribani droni 40 za Hezbollah mwishoni mwa mwaka 2024. Aidha, hatua hii inashangaza kwani Wizara ya Ulinzi ilitangaza mnamo Desemba 2025 kuwa mfumo wa Iron Beam ulikuwa tayari umeanza kufanya kazi uwanjani. Wakati huo IDF haikuelezea mkanganyiko uliopo kati ya matumizi ya awali na matangazo mengi ya mbwembwe kuhusu utayari wa Iron Beam dhidi ya kauli ya sasa kwamba mfumo huo haukutumika kikamilifu katika vita vya sasa kwa sababu haujakomaa kutosha. Kampuni ya Rafael inayohusika na utengenezaji wa mfumo huo ilikataa kutoa maoni juu ya mtazamo wowote unaowezekana kukabili mfumo wa Iron Beam na kuelezea maswali yote kwa Wizara ya Ulinzi ambayo nayo haikutoa maelezo. Hata hivyo, jeshi la anga limefafanua suala hilo Ijumaa likisema changamoto kubwa ni hitaji la kujenga idadi ya kutosha ya mitambo hiyo. Tayari mnamo Juni 2025 wizara hiyo pamoja na kampuni ya Rafael na makampuni mengine kama LBT walitangaza kuwa Light Beam ambayo ni mdogo wa Iron Beam ulikuwa umeanza kufanya kazi. Katikati ya Septemba 2025 wizara ilitangaza kuwa Iron Beam yenyewe ilikuwa tayari na kwamba mfululizo kamili wa betri ungesambazwa nchi nzima kutoa ulinzi wa kisasa wa anga ndani ya miezi michache. Iron Beam kutarajiwa kupunguza gharama za ulinzi wa anga. Mnamo Juni 2025 wizara ilifichua kuwa mifumo ya ulinzi ya laser ya Israeli ilikuwa imetungua takriban droni 40 za Hezbollah mnamo Oktoba 2024. Ikiwa na pale itakapokuwa tayari kikamilifu, Iron Beam ina nguvu zaidi, uwezo wa kufikia mbali na ina uwezo wa kutumika kujilinda dhidi ya vitisho vingi ikilinganishwa na Light Beam ambayo inafanya kazi katika umbali mfupi zaidi. Pili, Iron Beam ikikamilika itaweza kutungua si drone pekee bali pia makombora, roketi na mizinga, jambo linaloifanya kuwa thabiti zaidi kuliko ingawa ingeweza kutungua drone pekee ambazo ni vitisho vinavyokwenda taratibu. Mnamo 2025 wizara ya IDF walisema walitarajia Iron Beam kuanza mara moja kupunguza gharama za kutungua vitisho vya angani, swala ambalo limekuwa nje ya udhibiti wa Israeli wakati wa vita hivi ambapo makumi ya maelfu ya makombora yamerushwa kuelekea Israeli kutokea pande 6 tofauti. Kurusha makombora ya kuzuia Iron Beam kunaweza kugharimu mamilioni ya shekeli na yale ya Iron Dome makumi ya maelfu ya shekeli, lakini kurusha laser ya Iron Beam ni gharama nafuu sana kama kuwasha taa tu. Vyanzo vingine vimesema kuwa hatua yoyote ya Iron Beam kuchukua nafasi ya Iron Dome kama mfumo mkuu wa ulinzi wa anga wa masafa mafupi inaweza kuchukua miaka kadhaa. Kutumia laser kujilinda dhidi ya vitisho vya masafa marefu kama vile makombora ya ballistic ya Irani kunaweza kuchukua muda mrefu zaidi, huku baadhi wakikadiria kuwa miaka 5 hadi 10 au zaidi.